Mungu akubariki kwa kuhudhuria siku ya leo. Kwa wale ambao hawakuwepo jana, nilitambulisha naitwa Hamidi Kasekwa. Nimetokea Dodoma. Nimeambatana na baba yangu. Waliokuwepo jana walisikia mengi. Kwa ajili ya muda nisiseme sana, naomba tuingie kwenye somo. Somo letu linasema kukua kiroho. Kukua kiroho. Kukua kiroho. So, mimi ni mwalimu, kwa hiyo najua baba anazaa mwana. Baba ni mwalimu, kwa bibi ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukua kiroho ni muhimu sana hili somo, kwa hiyo makini sana kunisikiliza, kwa sababu tukiwa tunaendelea na ile somo lingine ambalo mchungaji anafundisha la Roho Mtakatifu, usipoelewa hapa pia pale hautaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ya kukua kiroho kwa lugha ya kawaida, kwa Kiswahili cha kawaida? Kukua kiroho ni mchakato wa asili wa kiumbe hai au kitu kuongezeka ukubwa, umbo, uwezo au ukomavu baada ya muda. Mchakato wa kiumbe hai kuongezeka kwa ukubwa, aidha umbo au uwezo au ukomavu baada ya muda, ndio kukua. Change, unabadilika katika umbo, kimo, uwezo. Kwa binadamu tunaenda mpaka ukomavu. Hata mimea, mahindi, nimeangalia pale kwa mchungaji amelima mahindi yameshabeba, lakini haweza kavunja pale akasema sasa naenda kuchoma. Sijua kwa nini hayajakuwa, kwa bado hayajakuwa, yanaendelea kukua kwenye stage fulani ya ukuaji. Bwana asifiwe sana. Hata binadamu pia anakuwa, tunatoka utoto tunakuja ujana mpaka uzee. Kwa hiyo nimechambua hiyo kukua kwenye mazingira tofauti. Nianze na kibiolojia. Kibiolojia ni kuongezeka kwa kimo au umbo au uzito wa hicho kiumbe. Kile kitu kinaongezeka kwa kimo. Kwa mfano haya maua yaliyokuwa mbele yetu hapa hayakuwa hivi toka walipoyapanda, si ndio? Yameongezeka, kwa hiyo yamekuwa. Hiyo ni kibiolojia, kuongezeka kwa kimo, umbo au uzito wa kiumbe. Inaweza kuwa binadamu, inaweza kuwa mnyama, inaweza kuwa mmea. Unapoongezeka basi tunasema umekuwa. Na kukua pia inaweza kuwa kifikra au kiakili. Kifikra au kiakili. Hii inahusisha kuongezeka kwa uelewa, kukua kwa kifikra au kiakili au kimaisha au kimantiki. Ni kuongezeka kwa uelewa, hekima na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika maisha. Huyo mtu anakuwa amekuwa kiakili. Ndio maana unaweza kukutana na mtu ni mtu mkubwa alafu kasema jamaa bado mtoto. Kwa nini? Kwa sababu umbo ameongezeka lakini akili yake bado inafanya vitu vya kitoto. So kukua kiakili ama kimaisha au kimantiki ni kuongezeka kwa uelewa, hekima na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna kukua kiuchumi au kiutendaji. Ni kupanuka. Kukua kiuchumi ni kupanuka kwa shughuli au biashara au uwezo wa kuzalisha zaidi. Ule uwezo wa kuzalisha zaidi. Ulikuwa unazalisha shilingi 100,000, sasa unaweza kuzalisha 150,000, umekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya mwisho ni kukua kiroho, ambayo hii sasa ndo ambacho kiini chetu cha somo. Bwana asifiwe. Kukua kiroho ni kuimarika kwa imani, maarifa ya kimungu,
na kuacha mambo ya kitoto ili kumfanana Kristo. That is growing. Narudia. Ni kuimarika kiroho, kuimarika kwa imani, maarifa ya kimungu na kuacha mambo ya kitoto ili kumfanana Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndo kukua kiroho. Kimaliza kuandika unaniangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji samani, umeokoka mwaka gani? 1975. Mimi nilikuwa sijazaliwa. Wengi wetu hapa tulikuwa hatujazaliwa. Askofu, umeokoka mwaka gani? 89. Kwa hiyo ni mkubwa kwako kiroho. Ni mkubwa kwa miaka ya kuokoka. Ila sio mkubwa kwamba amekuwa kiroho kukuzidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nimewauliza hawa kwa makusudi. Kukua kiroho sio muda mwingi uliokaa katika wokovu. Unaweza kama umekaa miaka mingi kama hapa baba yetu toka 70 ngapi huko, lakini anaweza kawa mchanga kiroho. Ndio maana hapa nimeandika kwamba kukua kiroho ni kuimarika kwa imani, maana inakuwa na maarifa ya kimungu. Kuwa na maarifa ya kimungu, having knowledge of God, understanding of God, ni kukua. Kwa hiyo inawezekana upo hapa una miaka 3 kanisani na tunakufurahia uko hapa, ila kiwarisewe ni mchanga kwa sababu haujaongezeka kimaarifa nini ya Mungu. Lakini unaweza kawa pia umeokoka una miaka 2 ukamzidi aliye na miaka 10 kwa sababu umekuwa na desire ya kutaka kujua, kuongezeka kimaarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sijamaanisha kwamba wazazi wetu hao hawana maarifa ya kimungu, ila nimekutolea mfano usije ukafikiri kwamba kuwa na miaka mingi kwenye wokovu then we ni mkomavu. Kuna mahali niwahi kutana na watu wakasema hawa wameokoka juzi watatuambia nini? So unaona hiyo hatari? Anafikiri kukaa muda mrefu kwenye wokovu ndo kumjua sana Mungu. Ni kweli unaweza kawa kama umeutumia miaka yako vizuri, unaweza kumjua sana Mungu. Ila kama haujatumia hiyo miaka vizuri, unaweza kawa bado haumjui nani? Ukawa mtoto. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni somo la muhimu sana kwa sababu kwa nini tukue? Nataka nikuonyeshe pointi za msingi. Kwa nini tunatakiwa kukua? Kwa nini tuokoke alafu tuseme kuna kukua? Nikikuuliza kuokoka maana yake nini? Kuna mtu ataniambia hapa ni kuzaliwa mara ya nini? Ya pili. Kama ni kuzaliwa, chochote kilichozaliwa lazima kikue. Si ndio? Bwana asifiwe sana. Chochote kilichozaliwa lazima kikue. Kwa hiyo lazima kukua. Okay? Umezaliwa kutoka wapi? Tunajua mtoto akizaliwa amezaliwa katika mwili. Si ndio? Lakini kiroho tunazaliwa katika roho. Si ndio? Yohana ameandika, Yesu anamwambia Nikodemu kwenye Yohana sura ya 3, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Si ndio? Maana alisema mimi nifanyeje? Yesu akasema nirudi tena kwa mama yangu nikiwa mzee inawezekanaje? Akamwambia sio kuzaliwa huko, kwa roho. Si ndio? Kwa hiyo kama umezaliwa kwa roho, you have to grow spiritually. Lazima ukue kiroho. Hata kama ni mzee hapa ameokoka akiwa na umri huu, katika umri wa kimwili tutamheshimu kama mzee, si ndio? Lakini kiroho itabidi aanze kupewa mafundisho ya kukulia nini? Wokovu. Bwana asifiwe. Kwa hatutamwangalia kama mtu mkomavu kwa sababu mwili amekomaa tunaona na mvi. Kiroho anahitaji mafundisho maana amezaliwa ni mtoto mchanga. Inabidi apewe mafundisho ili aanze kukua, aanze kuongezeka kimaarifa,
awe na ufahamu kama nilivyosema kwenye akili, kwamba kwenye tafsiri ya akili nisema hii inamaanisha kuongezeka kwa uelewa. Aongezeke katika uelewa wa Mungu, aongezeke katika hekima ya Mungu. Bwana asifiwe. That is growing. Kuna mahali kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7 Paulo anasema hatufundishi mambo ya Mungu kwa hekima ya kibinadamu, ila tunaisema ile siri katika hekima ya Mungu. Anaeleza hicho kitu Paulo. Maana yake ni nini? I cannot talk things of God. Siwezi kuongea mambo ya Mungu kama sina hekima inayoendana na mambo ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Sio kama unanielewa? Naomba niseme hivi, this is very important. Nisikilize unayeandika, uniangalie. Maisha ya wokovu si maisha ya wajinga. Narudia sentence. Maisha ya wokovu sio maisha ya wajinga. Ni maisha ya watu wenye maarifa. So kama unataka kumfurahia Mungu, you must seek knowledge. Lazima utafute maarifa ya kimungu. Sijasema wajinga kwamba kama mtu hajasoma hapa amefika sijui form 1 au la 7 akasema basi mimi sistahili kwa Mungu. Yaani uwe na maarifa yanayohusiana na nani? Na Mungu. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Maana yake wangekuwa na maarifa wasingeangamizwa. Maana yake mtu anateka advantage ya kutokujua, ndio anakuharibu. Na ninaposema mtu namaanisha shetani. Bwana asifiwe sana. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Wokovu si wa wajinga. Wokovu ni wa watu wenye maarifa. Na maarifa hayapatikani kirahisi. Mtu hawezi kupata degree tu kirahisi akakaa ovyo ovyo amepata degree. Is it possible? Anahenya, si ndio? Anatumia miaka na miaka na miaka kupata nini? Maarifa. Baadaye akipata ile elimu inakuwa inatufaidia sisi. Si ndio? Maana yake vile vile katika maisha ya kiroho, in order for you to have knowledge, lazima ulipe gharama. Waswahili walisema ukiona elimu ni gari, jaribu nini? Ujinga. Na sisi tuseme kiroho, ukiona mambo ya kiroho ni gharama, jaribu ujinga. Bwana asifiwe sana. Am I talking to somebody? Hallelujah. Utanielewa. So tunahitaji maarifa. Kukua. Sasa samahani mniruhusu, naona sasa nilikuwa nimevaa jacket kwa ajili ya baridi. Naona kama kazi inaanza kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao sasa tuendelee kujifunza. Tusome kitabu cha Mwanzo. Kumbe sijasoma Biblia. Mchungaji asije akanipiga mateke hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Yule alikuwa anasoma jana yuko wapi? Au yeyote anayo soma. Mstari wa 26. Mwanzo 1:26. Twende. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Safi sana. 27. Mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Asante, hapo. Mstari wa 26 Mungu anaweka conversation kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, si ndio? Akatawale, akafanye mambo duniani. Sawa sawa. Mstari wa 27 inaonekana sasa Mungu akakamilisha kazi. Akasema Mungu akamfanya. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa hapo? Mungu amesema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura.
Elewa, shikilia hizo pointi mbili. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura. Kwa hiyo mimi na wewe tuna mfano na sura ya nani? So Adam alipoumbwa yuko kwenye bustani ya Edeni, Mungu amemfanya ana mfano na sura ya Mungu. Na ndio maana Mungu alikuwa akimtembelea, kwa sababu they can communicate. Wanaweza kaongea, ni watu wanaofanana. Wanasema ndege wenye mabawa sawa huruka pamoja, ndege wanaofanana hurunga pamoja. Kwa hiyo Mungu asingeweza kuongea na Adam kama hana sura na mfano wake. Akawa naenda wanaongea na Adam. Sura ya 3, dada, soma pale mstari wa 6. Unasemaje? Sura ya 3 Mwanzo 3. Mwanzo 3:6 inasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. 7. Mstari wa 7. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Asante, ishia hapo. Mwanzo 3:6 na 7. Tunaona mwanamke amechukua tunda, amekula, akampa na mume wake akala. Walipokula wakafumbuliwa macho, wakajiona wako uchi. Kule nyuma hawakuwa. Mnaoandika naomba mniangalie. Hivi kumbe anaendelea sana huko kama nyenye nimewatenga. Bwana asifiwe sana. Adam ameumbwa na Mungu, yuko kwenye bustani ya Eden, anaenjoy. Sawa? Mwanamke akachukua tunda, akala, akampa na mume wake akala. Sawa sawa. Watu wengine wanamlaumu mke pale kwamba mwanaume alimsikiliza mke wake. Hawajui kwa nini alikula. Siku nyingine tutakuja kuambia kwa nini alikula, na ilikuwa lazima ale. Yaani Adam ilikuwa lazima ale. Kwa hiyo usije kumlaumu kwamba kwa nini Adam akakubaliana akamsikiliza mwanamke. Hapana, ilikuwa lazima ale kibiblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunarudi, wamekula, walipokwisha kula wote wakajiona wako uchi. Mwanzo hawakuwa uchi, ila wako pale pale, location waliopo ni ile ile, ila walichokosea walipokula wakagundua wako uchi. Maana yake nini? Nisikize vizuri, naweza kukuambia kitu kigumu kidogo. Maana yake walibadili asili yao. Walipokula lile tunda walipoteza nature ya Mungu ile aliyowaambia Mwanzo 1:26, na tumfanye kwa mfano na kwa sura. Walipokula lile tunda, mfano na sura vikapotea. Wakaondoka, wakabaki sasa wako peke yao. Wakaangalia sasa tunawezaje kwenda hivi kwa huyu Mungu ambaye we don't share, hatufanani naye, tukimbie. Ndio wakaenda wakajificha. Bwana asifiwe sana. Are you understanding? Wakakimbia wakajificha. Walipojificha, Mungu anapita anawaambia mko wapi? Asema Bwana mimi nimejificha. Nani aliyekuambia uko uchi? From there Mungu akamdrive, akamtimua kwenye bustani Eden. Alipomtimua kwenye bustani Eden, hapakuwepo mtu aliyemwokoa mwanadamu mpaka Yesu aliporudi. Yesu alikuja duniani kurejesha ile na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unapookoka, maana yake unaanza kurejesha ule mfano na sura ndani yako. Ile ndio mantiki ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokea nature halisi ya Mungu, ndipo unapokuwa mwana wa Mungu. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Maana yake hawakuwa wana wa Mungu, walikuwa wana wa mtu mwingine, hatumtaji. Ila wanapompokea, wanapomwamini, wanapomkubali, wanapompa nafasi ndani yake, anawapa position ya wana. Haleluya. Anakupa nature yake mwenyewe, asili yake. Haleluya. Tunaweza tukahubiri wote, njoo hapa, na wewe njoo hapa, na wewe njoo hapa. Bwana asifiwe. Tuje tu hapa watumishi wa Mungu, nitutolee mfano hawa watu watatu.
Mama na wewe kuyoje kaya hapa. Nafundisha somo langu ni kukua kiroho, si ndio? Msisahau tunako kwenda. Mama mchungaji, wewe kae hapa uangalie hawa. Alafu nyewe wote kwa mstari mmoja, yani dada wewe nyuma ya yule sasa. Muangalieni huyo hapa. Naomba unisikize vizuri, kuna kitu nataka nikufundisha hapa. Naomba hawa watatu wote ni mtu, awe mtu, mimi au wewe au ila ana roho, ana nafsi, ana mwili. Lakini ni mtu mmoja. Kwa hiyo sasa siwezi kuwaweka hawa ndani ya huyu. Ila elewa kwamba wako hivyo, sawa? Alafu huyu mchungaji hapa ni Mungu. Kwa huyu ni mtu, huyu ni nani? Mungu. Nisikize vizuri. Mungu alipomuumba akasema anatumfanya kwa mfano na kwa sura yetu. Roho yake ilikuwa independent na nafsi yake na mwili wake. Lakini order of maelekezo yanatoka kwa Mungu. Roho yake inapokea, unaiambia nafsi kwamba Mungu amesema 1 2 3, alafu mwili tekeleza. Sawa sawa. Hapa kwenye nafsi pana akili, pana hiari, pana maamuzi au mapenzi. Vitu vitatu viko hapa. So akili, hiari na maamuzi. Lakini haitamua chochote hii nafsi bila roho kumwambia sema 1 2 3. Hapa kwenye mwili pana milango 5 ya fahamu tuliyosoma darasani: macho, pua, masikio na ngozi, zile 5 senses, si ndio? Viko hapa, ambazo hizi 5 senses zinamsaidia kuinteract na ulimwengu huu tunakoishi duniani huyu mtu. Lakini ni milango tu ya kupokea information za duniani kuzileta kwenye hii kompyuta hapa, CPU nayo chakata vitu, itoe maamuzi. Si tumesema yako hapa? Si pana akili hapa? Sawa? So huyu mwanadamu alikuwa na namna mbili ya kupokea information. Apokee kutokea kwa Mungu kupitia roho yake, au apokee kutokea duniani kupitia milango ya fahamu. Lakini wakati wa uumbaji Mungu kabla hajatenda dhambi, huku hii milango ya fahamu ilikuwa haina kazi. Only the spirit ilikuwa inapokea information kutoka kwa Mungu kuja hapa. Tuko pamoja pale? Sasa huyu jamaa aliposema sasa tunajiona tuko uche, wakapoteza nini? Nature. Inibidi hii roho igeuke. Sasa wewe geuka. Pap. Wageukele. Na wewe geuka. Sasa na wewe geuka. Sasa huku ndo dunia. Sasa siwezi kumweka mtu akawa dunia huku, atanipiga mawe. Sasa kwa hiyo mimi dunia hapa ndo nampa huyu taarifa. Unaona yule dada alivyo mzuri? Inapokea. Inampelekea huyu hapa na chakata. Hii haina tena kazi, ila imejifungamanisha na nafsi. Sasa si wote wadawake msogelee. Bwana asifiwe sana. Tuko hapo Kwa hiyo hii milango ya fahamu ndo ikazibuliwa, ikaanza kufanya kazi vizuri, kwa sababu sasa hana Mungu hapa. Hawezi kusikia mambo ya Mungu kwa sababu ni mpaka roho yake iweze kufanyaje? Kugeuka. Na ndio maana nasema ukila hakika kwenye tunda utakufa. Alipokufa kimwili hakufa pale pale, si ndio? Ila rohoni alikufa pale pale. Pale pale mawasiliano alikatika Mungu na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa anapokoka huyu, sasa mtu amesikia sana, amepotea, Yesu tumemhubiria, anaamua kuokoka. Mchakato unarudi kawaida. Geuka kwenda kule, geuka kwenda kule, wanageuka. Sasa nisikilize changamoto iliyopo hapo. Milango ya fahamu iko active, working very good. Inafanya vizuri milango 5 ya fahamu, mambo ya duniani, tamaa na nini na kila kitu. Na roho ndo inaanza kusikia kwa Mungu. Kule kuna nguvu zaidi, huko duni, kwa sababu ndo kumegeuka. Ndio maana Biblia kwenye Waebrania 4:12 kama sijakosea anasema neno la Mungu likali, tena lina nguvu, tena lina
Waweza kugawanya nafsi na roho. Kugawanya nafsi ni hii nafsi ilishikamana na roho yake. Sasa neno linakuja linawakata hapa, wanaachana sasa na roho inamgeukia Mungu. Sasa msogelee. Umeitwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. So hapa sasa ndipo inatakiwa sasa tunajifunza sasa somo la kukua kiroho. Ni roho yako iweze kurejesha ile asili ya mwanzo ya kusikia kutoka kwa Mungu, na cheni ya maamuzi iwe inatoka kwa Mungu kuja huku na huku kufe. Sasa hapo ndipo pata penye shida. Huku kufe, kusisikie mambo ya duniani, kusikilize kwanza kutoka kwa Mungu. Unaona hayo maisha hatari. Bwana asifiwe sana. Hatari. Lakini ndipo Mungu anapoturejesha. Yes, ndipo anapoturejesha hapa. We communicate na Mungu. Msomaji wangu wa Korinto wa pili sura ya 13 mstari wa mwisho unasemaje? Mstari wa mwisho kabisa. Wa pili sura ya 13 mstari wa mwisho. Hujafika? Inasema, aya, achana na hiyo kusoma. Wanaijua. Ngoja niwaambie. Tuseme neema ya Bwana. 1 2 3. Neema Bwana wetu Yesu Kristo. Na upendo wa Mungu Baba. Ukae pamoja nasi. Sasa nitaka hilo neno na ushirika. Kule tulikuwa tunaimba tu hatujui. So baada ya kuokoka tunataka sasa ule ushirika wa huyu roho ya huyu na huyu Mungu. Saizi hapa ni Roho Mtakatifu. Ushirika ndo wakae sasa. Shirikianeni sasa hapa. Tunataka washirikiane hivi. Yaani mimi na wewe tushirikiane na Roho Mtakatifu hivi. Wakati huo nafsi na wewe uko hapa, usikae mbali, na mwili na wewe bado uko hapa kwa sababu unahitajika kwa ajili ya utendaji wa kimungu duniani. Yaani operation za ambazo zinaambiwa hapa wewe uzitekeleze. Ila hautegemei wewe usikie mambo ya huku. Yatakuja lakini hatapata nafasi hapa. Ila huyu ndo anakuwa na role kubwa ya kusema na huyu. Ndio hiyo ambayo mchungaji anafundisha kazi ya Roho nani? Mtakatifu. Roho yako ikue, iweze kumsikia. Bwana asifiwe. So tunakuwa ili kurejesha sura na mfano wa Mungu ndani yetu. Mungu awabariki. Asante kwa kuhubiri pamoja nami. Nyinyi ni watumishi wazuri. Barikiwe sana mtumishi wangu. Bwana Yesu asifiwe. So jambo la kwanza hilo, tunarejesha sura na mfano wa Mungu ndani yako. Manake nini? Hautaridhika na umeokoka mtumishi wa Mungu. Yaani kusema umeokoka yatosha. Mungu hakutarajia hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hilo jambo la kwanza anarejesha. Jambo la pili anarejesha uwezo wa kumiliki na kutawala. Tuliona kule mwanzo alisema wakatawale, sio samaki, wanyama nini na nini. Alipotenda dhambi akapoteza role ya nini? Ya kutawala. Tunapokuwa kiroho tunarejesha hiyo nani. Jambo la tatu, kwa nini tukue kiroho? Ni ili tuweze kupata siri za ufalme. Hivi askofu wewe si ndio uliwahi niambia Mungu ni msiri? Huyu aliniambia Mungu ni msiri. Ikabidi nifuatilie kwenye Biblia nikagundua kweli Mungu ni msiri. Na ndio maana nasema siri za Bwana ziko kwao. Umeelewa hapo? Siri za Bwana ziko kwa wamchao. Mungu ni msiri. Ukifikiri nadanganya, dada soma Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Sura ya 2 mstari wa 9 Biblia inasema, lakini kama ilivyoandikwa. Sikiliza vizuri hayo maandiko. Kama ilivyoandikwa. Kama ilivyofanyajwe? Ilivyoandikwa. Imeandikwa wapi? Maana yake kwenye maandiko, si ndio?
mambo ambayo jicho halikuyaona, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu. Hapo hiyo ni siri, sio siri? Jicho lako halijui, sikio lako haijawahi sikia, moyo wako haujawahi kufikiria kuna kitu kama hicho duniani. Alafu angemalizia hapa anasema mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Yaani wewe unayempenda Mungu, Mungu amekuandalia mambo mazuri, ila jicho lako halijawahi ona, sikio lako halijawahi sikia, moyo wako haujawahi tafakari hata kuelewa kama kuna jambo kama hilo, mtumishi wa Mungu. Ila Mungu amekuandalia. Ni jema hilo jambo. Ungekuwa na message translation inasema many things God has stored for those who love him. Many things, vitu vingi Mungu amevitunza kwa hao wanaofanyaje? Wanaompenda. Sasa ni siri, kwa sababu Mungu, wewe unampenda Mungu ila haujui. Bwana asifiwe. Mstari wa 10 unatoboa siri kwamba hiyo siri inakuaje, hayo tunayajuaje? Anasema lakini sisi Mungu ametufunulia kwa Roho. Umeona mchungaji? Sio kwa akili. Sio kwa akili. Asante mchungaji, amesaidia kufundisha pamoja na mimi. Yaani ili uyajue hayo mambo, haijalishi umesoma degree ngapi. Dada soma. Wakorintho wa kwanza 2:10. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Huchunguza yote hata mafumbo. Yaani Mungu amefumba, yaani God mwenyewe akaficha. Alafu Roho Mtakatifu anapekenyua kwamba hivi Mungu alimwandalia nini Kasekwa? Anatafuta pale. Kasekwa ndio mimi, sio wewe. Kasekwa anatafuta pale. Alimwandalia nini? Mpaka mafumbo anayakuta, anakuambia, "We, Mungu amekuandalia 1 2 3 na hili la kwako chukua." Roho. Sasa kama hujakuwa kiroho, maana huwezi kumsikiza Roho. Ndio nilikuwa na ule mfano. Kwa hiyo yale ambayo umekirimiwa na Mungu hautayajua. Soma mstari wa 12 hapo. Mstari wa 12. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi. Sikia neno makusudi. For the purpose. Si ndio? Hatujapokea roho ya dunia. Si ndio? Ila tumepokea roho wa nani? Kwa makusudi. Mwambie jirani yako makusudi. Mwambie tena yaani mwambie ukiwa unamaanisha makusudi. Makusudi tufanyeje? Tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Bwana asifiwe. Manake bila Roho wa Mungu hautajua yale ambayo Mungu amekubariki. Neno kukirimia ni kubariki. Si ndio? Amekufadhili, amekupa, amekumwekea. Bila yeye hautayajua. Kwa nini? Roho yako ni changa. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1, soma hapo haraka haraka. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 1. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Asante. Sikia sentence. Mrithi wakati wowote anapokuwa mtoto hana tofauti na nani? Maana yake yuko chini ya waangalizi. Wanatumia mali yake ila yeye haifaidi. Sababu ni nani? Ni mtoto. Mwongee jirani yako mwambie wewe ni mtoto au Bwana asifiwe. Biblia imesema mrithi ni mwenye mali. Si ndio? Mwenye mali. Mali yake iko pale. Wakaangalia huyu dogo tukimpa hii pesa ataitapanya. Kaa huko. Wengine wanaanza kutumia ile hela, wewe unasubiri ukue kiakili. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo wewe ni mrithi, si tu warithi. Biblia inasema tu warithi pamoja naye, si ndio? Tu warithi pamoja na Kristo. Mungu amembarikia mambo yote unayoyafahamu na wewe usiyofahamu. Yaani yote, unaelewa maana ya yote? Alafu mimi na wewe tuwarithi tena hayo yote. Hivi unanielewa au unielewi? Mchungaji, nifundishe kitu kigumu kidogo na niruhusu. Asante sana. Ni flow yangu. Waacha nitumie nafasi. Bwana asifiwe. Wafilipi anasema hivi, Yesu aliponyenyekea, Mungu akamkirimia jina lipitalo kila jina. Si ndio? Akamkirimia. Mkumbuke na sisi kule tumesema mambo ambayo Mungu ametukirimia. Akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya chini, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ni nani. Alafu Yesu amekirimiwa jina, alafu kwenye Yohana anasema jina lako ulilonipa nimewapa wewe. Asante mama, umenisaidia. Yaani yeye amepewa jina ambalo kila goti linapigwa na kila ulimi unakiri, si ndio? Bwana asifiwe. Alafu hakubaki na lile jina mzee, akaja kanipa mimi. Kwa mimi nina jina ambalo kila goti linapigwa, yaani kila ulimi unakiri. Manake yani niko here, yani ni mrithi pamoja naye na Kristo. Bwana asifiwe. Kwani Yesu si amekaa mkono wa kuume wa Mungu Baba? Biblia inasemaje? Akatuketisha pamoja naye, si ndio? Manake mimi si wa kawaida. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, wewe sio wa kawaida. Acha kujidharau, acha mambo hayo kabisa. Bwana asifiwe. Kwa nini? Tumerithi jina lipitalo kila jina. Yaani unapotembea una mamlaka. Unapotembea ni Mungu anatembea duniani. Nilimwambia mwenzako nikamwambia we are not human. Yaani wewe na mimi sio wanadamu, ila ni vile hatujielewi tulivyo, ndio maana tumebaki wanadamu. Ila we are not human, we are spirit. Yaani sisi ni Mungu anayetembea duniani. Ana mamlaka, ana nguvu. Ndio maana chochote ukisema kinatokea, ukitamka kinatokea, ukikataa kinatokea, ukiamrisha kinatokea, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Unakuwa tu dhaifu, it is because wewe ni mtoto, kama tulivyosoma. Kwa kuwa mtoto yuko chini ya uangalizi. Bado hujakuwa kiroho. Nikikuwa kiroho wataniachia yote. Unaelewa yote? Okay. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18 19. Si ndio hiyo? Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Aya, subiri hapo. Macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Hapa macho ya mioyo, ukisoma sehemu nyingine nasema eye of understanding, be enlightened. Macho ya ufahamu, macho ya uelewa yatiwe nini? Kwa nini yatiwe nuru? Kumbuka kule nilishawaambia maisha ya wokovu sio ya wajinga, ni ya maarifa. Yanatiwa nuru ya nini? Dada, endelea kusoma pale. Mjue mwito, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake na utajiri wa utukufu wa urithi wake. Mkumbuke nimesema sisi tu warithi. Alafu utajiri, yani urithi ni wa utajiri. Sio, unanielewa? Sio urithi wa kawaida. Yani ni urithi ambao wakautemu tena ni wa utajiri. Ni zaidi ya urithi tunaofahamu. Tujue. Na ubora wa ukuu wa uweza
na ubora wa ukuu wa uweza. Neno uweza halijaandikwa kimakosa, kuna neno uweza na uwezo. Uwezo ni kufanya mambo kadhaa, mengine unashindwa kufanya. Uweza ni hakuna jambo ambalo huwezi kufanya. Jipige kifua. Piga kifua chako. Ambie mimi ni mwana wa Mungu. Jisemeshe mimi ni mwana wa Mungu. Ni mrithi pamoja na Kristo. Bwana asifiwe sana. Umeona? Na ubora, yani tujue sasa, anataka tujue na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu. Sio kwa mchungaji, sio kwa askofu, sio kwa shemasi, ila ndani yangu. Ubora wa ukuu wa uweza, yani uweza ambao haushindi na jambo, uko ndani. Ya mwambie jirani, huniwezi wewe. Bwana asifiwe. Una ubora ndani, yani uweza ulioko ndani yako si wa kawaida. Nothing can stop it. Yani hakuna cha kuzuia huo uweza ulioko ndani yako, ila haudhihiriki kwa sababu mtoto mwambie naweza kaacha kuwa mtoto. Acha kuwa mtoto wewe, utakosa vitu. Mwambie utakosa vitu. Naendelea pale pale kwenye ile wa Efeso. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina lipitalo. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Yani haya yote Mungu ameyafanya kwa ajili ya kanisa. Mimi, what a privilege. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, muda ukiisha unanipa ishara, maana mimi naweza nikahubiri mpaka kesho, mpaka na nusu. Asante sana. Kwa kujua siri, nilikuwa naongelea kwenye kujua siri. Mtumishi wa Mungu, Mungu ana siri ambazo mimi na wewe hatuwezi kuzifahamu kwa macho, hatuwezi kuzifahamu kwa namna yote, ila tutazifahamu kupitia Roho Mtakatifu. Jana mchungaji alisimulia, akasema kipindi cha nyuma walikuwa wanafanya ibada, mtu akaja kanisani amempiga kwenzi mke wake, akaumbuliwa kanisani. Usipige kwenzi mke wako, maana kwa hii semina haiwezi kaanza kufunuliwa siri. Baada ya hii semina mchungaji, sio watu wakisha kashangaa hapa amekuja kawaida kanisani, kumbe watu wamemtafuta Mungu. Mungu anafunua siri. Jamani, acha kwenzi. Sasa hiyo usimwambie mtu, tuendelee tu. Kwa Mungu anafunua siri. Nikawa najiuliza, huyu mtu aliwezaje kujua kwamba huyu amempiga mke wake kwenzi? Umeelewa? Alipokuwa anashuhudia nikakumbuka those days nikiwa mtoto kanisani kwetu kijijini, ilikuwa mtu hata kabla hajatenda dhambi, watu wameshaona, wanamwendea, Bwana, Mungu amenionyesha kuna dhambi mbele yako. Kama Mungu alivyomwambia nani yule Kaini, si ndio? Kwamba dhambi iko mbele yako inakuotea. Zamani walikuwa wanafanya hivyo, si ndio? Alafu akitenda dhambi, akija kanisani, ibada haiendelei mpaka tubu. Kuna mtu hayuko sawa. Akishupaza shingo, utakuta baadaye ataumbuka. Anafumaniwa kama alikuwa anazini, kama alikuwa anaiba na kama. Bwana asifiwe. Hizi siri nani alikuwa anaweza kuzijua? Nijiulize hapo. Hivi hayo unayojua kuhusu Mungu ni kweli ndio uliopaswa kuyajua tu? Kwa nini mambo yanatukuta by surprise? Just ask yourself. By surprise. Yani na sisi tunashangaa kama wa mataifa wanavyoshangaa.
Alafu tunasema tuna Mungu anayejua siri, tuna Roho Mtakatifu. Kumbe tatizo pale pale. Mtoto ajapokuwa mrithi, mtumwa. Acha utumwa, nabidi tukue sasa. Bwana asifiwe. Sasa nirudi, tunawezaje kukua sasa? Tufanye nini ili tukue? Si ndio Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Soma hapo haraka haraka. First Peter. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Inasema basi wekeni mbali uovu wote na hila yote. Wekeni mbali uovu wote. Sikia sentence, naomba mniangalie wote huko watumishi wa Mungu. Ili tukue kiroho kwanza, weka mbali na watoto uovu wote. Weka mbali na watoto. Wewe mwenyewe si mtoto. Uovu wote. Chochote kinachojulikana ni uovu, weka mbali na watoto. Weka mbali anything kinachojulikana ni uovu. Unajua usiweke mbali kwa sababu una mwenzako anakuona. Yaani weka mbali hata kama hauna mwenzako anayekuona. Unajua saa hizi watu tunaogopa yani utajifanya mlokole unapokuwa na wenzako The moment you are alone, when you are alone in your secret room, pale uko chumbani kwako kabisa, hakuna mtoto, hakuna nani, yani uko peke yako, weka mbali na watoto. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, weka mbali na watoto. Uovu wote. Uovu wote unaojulikana ni uovu na usiojulikana, weka mbali. Anasemaje? Tuendelee. Inasema basi na unafiki na husuda, na unafiki na husuda na masingizio yote. Na masingizio. Kama unasingiziaga watu umweka mbali, acha. Kama watoto wachanga. Sasa mstari wa 2, baada ya kuweka mbali uovu wote, husuda, unafiki, usingiziaji, tamaa, kila kitu umeweka mbali. Naomba mniangalie. Niangalieni. Weka mbali. Hivi kwenye kuweka mbali, nitasubiri mchungaji aje atoe aweke mbali, au it is my responsibility? So usisubiri mchungaji hapa aje kusaidia kuweka mbali. Manake ni maamuzi yangu ya kusema hiki sasa sikitaki, naweka mbali. Maamuzi. Unaweza ukaweka mbali kinakusogelea. Weka mbali kinakusogelea tena, weka mbali. Ndio maana mahali pengine Biblia inasema ukiona kuweka mbali na shindikana, kimbia. Si ndio? Timua ili tu kisiwe karibu na nani? Na wewe. Kwa lengo tu. Kuna kitu anasema mstari wa 2, anasema kama watoto wachanga, kama watoto yatamanini maziwa. Maziwa ya nini? Una maziwa ya maziwa ya akili. Maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Very good. Hapa maziwa ya akili kwanza. Yaani yawe ya akili. Sio tu maziwa ili mradi, yawe ya akili. Manake lazima selective. Hautakula chochote, hatakula kunywa chochote. La hiki je, kina manufaa kwangu? Bwana asifiwe. Kama watoto wachanga. Mtoto mchanga ananyonya mara ngapi? Nani mwenye mtoto hapa? Mchanga. Yaani mnataka mchanga. Hayupo. Bwana asifiwe. Lakini mtoto ananyonya mara kwa mara. Si ndio? Akikosa analia.
na kilio chake hutaweza kukituliza mpaka nyonyo. Nimekazia ya mama hiyo, sio ya kwangu. Bwana asifiwe sana. Mpaka umpe nini? Maziwa ale. Wataalamu, kuna madaktari hapa sio nini, wanasema mtoto asile chochote kwa miezi 6. Yaani usimpe maji, usimpe chakula cha aina yoyote kinachoitwa chakula. Wala kwa sababu nilishasema maji ni kimiminika, uji ni chakula. Bwana asifiwe. Ndio maana uji hatunywi, tunakula. Sema tu Kiswahili chetu hatujuaki. Bwana asifiwe sana. Sasa mtoto miezi 6 hapewi. Anapokunywa maziwa yana maji, maziwa yana chakula. Maana yake mle kuna protein, kuna vitamin, kuna wanga, sijui kila chochote kinachohitajika mtu akue kipo kwenye nini? Ndo hapa nasema kama watoto wachanga, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kugoshiwa sio chakachuliwa, yasiyowekwa maji. Wale wauza ng'ombe wakamwaji wanaelewa. Anaona hapa hizi lita 8, nataka nipate lita 11, naongeza 3 pale vya maji. Ukipewa ni maziwa, lakini ndani yake si maziwa, yamegoshiwa. Asante mchungaji. Bwana asifiwe. Maziwa yanayoongelewa hapa ni neno la Mungu. Pay attention hapa. Ni neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Kwa neno la Mungu linaweza likawa safi au linaweza likagoshiwa. Linaweza likachakachuliwa. Bwana asifiwe. Lakini anakuambia wewe utamani neno la Mungu lililo pure from God. Kwa nini? Ukilisikia lile neno litakusababisha kukua. Ndio maana kwenye Warumi 10:17 anasema imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno. Neno halikupi kusikia, ila linakusababisha usikie. Manake unasikia kitu kingine within that word. Kile utakachokisikia baada. Okay, nikupe mfano. Wangapi wamewahi kuumwa? Punga mkono. Ni wengi tumeumwa. Wangapi wamewahi tumia lile andiko, kwa kupigwa kwako nimepona? Nyosha mkono. Wakati unaumwa. Ulipona saa hiyo? Sitakufa bali nitaishi. Kitu kinapiga. Bwana asifiwe. Yaani kama ni kichwa ndo kama umekiambia twende baba kaza, inapiga. Unarudia tena, Biblia inasema kwa kupigwa kwako Bwana nimepona. Ni Biblia imesema, ila Mungu hajasema hapo. Umeelewa mama? Nisikize vizuri. It is written, but it is not God speaking to you right there. Ili kuumbia imani, Mungu aseme sahihi. Anaweza akatumia huo mstari, au anaweza akasema kwa namna nyingine. Ile saa kayoisikia ndio itakayokuumbia imani. Si hiyo kilichoandikwa. Biblia inasema kwenye Yohana, mwayachunguza maandiko mkidhani ndani yake kuna uzima, lakini hayo ndiyo yanayonishuhudia. Yaani maandiko na kuposti Yesu yuko pale, ila maandiko sio Yesu. Ila the way you read the Bible inakuonyesha Yesu alipo. So unamwendea Yesu alipo right that very moment. Alafu atasema na wewe at that moment. Sasa kama hujakuwa kiroho, utaendelea kukoti maandiko na utajikuta unapotea. Ndio maana mtu anasema mbona kama hakuna Mungu. Kwa nini? Ameshikilia maandiko. Kuna watu wengi wamekalili maandiko. Hata ukisema tu kitabu fulani, sura fulani, mstari fulani, mtu amesema, lakini neno halimsaidii kwa sababu halija wa sauti ya Mungu kwake. Limekuwa andiko. Ndio maana Roho anasema andiko huua bali roho huisha. Maana yake roho atasema. Yaani ile andiko ni kama linazibua milango ya kusikia, ili usikie sauti nyingine ya Mungu anayokusemesha. Sasa ukisikia ile, hata mtu asemeje humuelewi. Nikupe mfano. Siku moja mama yangu alikuwa anaumwa.
tukasema tunakupeleka hospitali. Alafu akasikia Mungu akamwambia ukienda hospitali hautarudi. Sifundishi kwamba usiende hospitali. Kumbuka mimi nawaambia tunaenda, ila yeye akasema Mungu ameniambia. Hakusema kwanza kutuambia, akasema tusiende. Tukasema tunakubeba kwa nguvu. Akasema siende. Kumbe Mungu kamsemesha. Baada ya muda mfupi alipona. Tukaaibika tuliokuwa nataka kumpeleka. Bwana asifiwe sana. Kusikia. Bwana asifiwe. Mnanielewa? Sasa maziwa unapotamani neno la Mungu. Yes. Mchungaji ameniomba nirudie. Naomba nirudie. Tuseme mstari ufuatao. Yohana 3:16 unasemaje? Kama umesema vizuri kuliko wengine mahali fulani pekee. Wengi wanasemaga wa pekee. Biblia haijasema wa pekee, si ndio? Hilo neno si tunalifahamu. Si ndio? Maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila muamini asipotee bali awe uzima wa milele. Tumelisoma na tumelisoma. Lakini nikuulize swali, ile neno ni halisi maishani mwako? Wangapi wanaamini wana uzima wa milele ndani yao? Unaamini lakini ni halisi? Wangapi wanaamini upendo wa Mungu uko ndani yao? Na Biblia imeandika, si ndio? Upendo wa Mungu umemiminwa mioyoni mwetu. The love of God is shed abroad. Yani ameshed. Siliba, asante mama. But do you feel the love of God? Why? Hatusomi neno kulikariri. Ndio? Tunasoma neno tupate kupata kilicho kwenye lile neno. Nitumie mfano huu. Unaposoma neno ni sawa na mchimba madini. Anayechimba madini anaenda pale kuchimba. Anapochimba madini hayapati madini sahihi. Si ndio? Ila atachimba mchanga wa kwanza, atachimba wa pili, ataona hamjawezekana kuna madini, ataanza kuchekecha kutoa mchanga ambao sio madini mpaka apate kile anachokitafuta. Kwa hata kwenye neno tunapokisoma, we are reading the word to get what is hidden that word. Nini kimefichwa kwenye hili neno? Bwana asifiwe. Sasa inakuhitaji utulivu. Ndio maana mchungaji hawezi akasoma tu andiko hapa akaja kuhubiri. Neno Mungu atatulia mpaka namsikia Mungu anasema naye. Hali kadhalika mimi na wewe, ili tu apply neno katika maisha yetu, lazima tupate madini. Yaani upate muda wa kutulia, wa kutafuta kwenye hili andiko Mungu umeweka nini? Maana yake sasa ili upate inakuhitaji time. Utulivu. Utulie Mungu mpaka kusemeshe. Na anasema kweli. Na anasema kweli. Yaani kama asemi ni vile tuna haraka. Tunakimbizana na mambo mengi. Niende huko natakiwa niende mahali tatu, niende kwenye kikoba, niende kwenye nini, mambo mengi. Ila sijasoma Biblia. Ngoja nisome hapa Mathayo 11. Nasema asante Bwana, umesema na mimi. Amesema na wewe hapo kweli? Umesoma andiko. Pale barabara lami pale kuna hapo ukitoka huku una intersect na ile lami pale chini. Hapa, si ndio? Panaitwa nini? Kiesa. Pale. Hamna kibao pale. Kimeandikwaje? Shule ya viziwi. Fikiri mimi nimetoka Dodoma. Ukanikuta nimesimama pale. Unaenda wapi? Shule ya viziwi. Nimeshafika hapa, niko shule ya viziwi. Kibao kimeandikwa shule ya viziwi. Ila mimi nakwambia nimeweka pale nasubiri mwalimu wa viziwi atoke tuongee naye. Utanionaje?
Sasa kile kibao ndo hii Biblia tunayosoma. Signpost inakwambia Yesu yuko kule, Yesu yuko kule. Kwa wewe unabidi unaposoma uanze kumsogelea Yesu alipo. Unamsogelea Yesu alipo. Unapomfikia Yesu anakusemesha, mwanangu kuna 1 2 3. Ndio unatoka pale kwa furaha, nimekutana na Yesu. Nimekutana. Lakini wengi tumekwama kwenye shule ya viziwi kule, ila hatutaki kufika shule ya viziwi. Tukifika pale tunalizika, leo nimekutana na Yesu. Kumbe ulisoma signpost. Nenda roundabout. Ulisoma elekezo. Nenda roundabout pale itakwambia Dodoma ni huko kilomita 254 nafikiri kutoka Iringa. Kafika pale nashukuru. Nimefika Dodoma mwezi. Hapo uko wapi? Iringa. Ila tu umeona kibao kimwambia Dodoma. Hapa ndo Dodoma. Yes. Au kuna vile ukiwa barabarani madereva wanaona unakuta unakaribia mji, unapoingia kwenye mpaka wa mji wanaweka kibao. Pengine Kihesa. Kama kule nikiona kule nyuma. Sawa? Kwa hiyo nafika pale natulia, na paki gari nipo Kihesa. Kumbe center yenyewe ya Kihesa sio kule. Bwana asifiwe. This is the word. So soma neno ili upate kilicho ndani ya neno. Usisome neno ili uondoke nalo ukalitumie kwa haraka. Kwa sababu ukisoma neno litakufikisha kwa Yesu, ndipo utaanza kupata maelekezo ya kwako. Ndio pale ukifika unajikuta unaanza kulia machozi mwenyewe. Bwana asifiwe. Bado dakika chache mchungaji, naendelea kidogo. Bwana asifiwe sana. Umenipata hapo? Ili ukue kiroho tamani neno. Sasa utamani neno sio hili lililoandikwa. Utamani kumsikia nani? Mungu. Lakini usilidharau hili, kwa sababu hili ndio signpost. Usipolitumia utapotea. Sio, unanielewa hapo? Usipoona kibao kimeelekeza Dodoma huku, wewe ukaenda Mbeya, utakuwa unaenda unafika Mbeya, unaenda Uyole, unaenda Kiela, unajikuta uko Malawi. Kumbe hukupaswa kwenda huko, ulitakiwa utumie kile kibao kikuonyeshe Dodoma ni huku, uende Dodoma. So you have to use this word, written Bible, kukufikisha alipo Kristo. Lakini hanga yako, njaa yako iwe ni msikie Mungu. Na umfikiaje Mungu? Kwa kusoma neno. Ndio maana Biblia inasema kwenye Yoshua 1:8. Asemaje uliyefika? Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yaliyoandikwa humo mchana. Zaburi 1:2. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, naye huitafakari by day by night. Mimi na wewe tunatafakari neno la Mungu mchana na usiku. Ndio maana hatukui kiroho. Tunabaki kuwa wale. Hatupati, kwa sababu ukimpata Mungu, ukimfikia Yesu, haubaki wa kawaida. Haubaki wa kawaida, mimi nakwambia. Hatutabaki wa kawaida. Tumekuwa wa kawaida, tunafanya ibada za kawaida, tunakuja tunaimba tu, tunaondoka, tunaona wokovu wa kawaida, wakati mwingine unaona kama hauna faida. It is because hatujala chakula chenyewe. Wana wa Israeli walikula ile mana kutoka mbinguni, hawakuchoka. Si ndio? Wala ile chakula chokula kilikuwa full. Kwa nini? Ni neno, si ndio? Alafu na sisi tutakiwa tule neno. Usikie kutoka kwa Mungu, litakujengea imani. Utakuwa kutoka hatua moja hadi nyingine, kutoka utukufu hadi. Waefeso sura ya 4 mstari wa 12, wakati tunasoma 13 pale anasema akawaweka wengine kuwa mitume, manabii na zile huduma 5. Lakini Biblia inasema kwa kusudi la kuwakamilisha
watakatifu. Hata kazi mwili wa ujengeke na kazi ya huduma itengeke, na wafikie kwenye kimo cha utimilifu. Manake hawa wachungaji wanaposema lengo, wanapotufundisha, manake tuwe tunakuwa. Amplified Bible anasema full stature, yani unafika kwenye unafika kimo cha Kristo, to the brim, yani mpaka mtu akikuangalia wewe ni Kristo. Mahali pengine anasema hata Kristo aumbike. Sasa anaumbika, unafikia anaumbika tu hivi hivi. The more you read, kwa sababu ya muda nitasimulia tu. Musa si aliitwa na Mungu Kutoka 24. Mungu alimwambia Musa, njoo huku kwangu mlimani, uwe huku. 24:12. Soma hiyo haraka haraka. Kutoka 24:12 Biblia inasema Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku. Uwe hapo hapo tu, uwe huku. Umeona? Njoo huku kwangu mlimani, uwe huku. Huo mlima ambao Mungu anawaambia njoo huku kwangu, aliwakataza wana wa Israeli mtu asiguse kwenye huu mlima, wala mnyama chochote kikigusa kinakufa. Alafu Mungu akamwambia Musa, njoo na wale 70 wale wazee. Akaondoka nao, akafika akawaacha mahali. Mungu anamwambia sasa, hakuacha hapo, mimi nakutaka wewe njoo huku. Alafu kija huku usiwe na haraka, kaa huku. Ndio jamaa akapanda kule, amekaa siku 40. Siku anashuka, wana nao wakuta wanamkimbia. Jamaa waka nini? Alipokaa, the more I stay, the more he was transformed. Akaanza kutake na ile nature ya Mungu, anabadilika, sio Musa tena, anakuwa Mungu. Ametoka mlimani, anafikiri ni Musa anaenda, kumbe ni Mungu. Na watu wanamwangalia, mbona huyu Mungu amekuja? Na Mungu alisema tusimkaribie, wanakimbia. Siri ameketi huko kwa muda, amesema njoo huku kwangu, uwe huku. Shida yetu tunasema tunaenda kwa Mungu, ila hatutakuwa huko, tunakimbia. I have appointments, I have this, nina hichi. Mungu na unaona, kuna mtu anaongea naye jana, anasema Mungu naye anaona, unajua nina mambo mengi. Nikamwambia very good. Ni kweli wengi hapa tunasema Mungu anaona, hata mimi sema Mungu naona. Unaona? Sawa, ukiona unabaki na nature ya duniani. Utabaki kuwa mtoto, kuwa chini ya wasimamizi. Utakuwa sawa na mtumwa, ila wakati wewe ni mrithi wa yote. Wanatumia. Ngoja nikwambie kitu kimoja kimeniudhi. Nimegundua haya maisha tunaoishi, haya tulio nayo ya kawaida, haya sio yetu. It's because tuko chini ya utumwa. Alafu sisi tu juu ya yote. Yaani tu juu ya yote, alafu tunaishi haya maisha duni, alafu tumeridhika. Mimi naenda mbinguni. Unafikiri Mungu anakuhitaji mbinguni sasa ukiwa hivyo? Unafikiri Mungu anakuhitaji ukiwa hivyo? Bwana asifiwe sana. Hatuhitaji tukiwa hivi, tunatakiwa tubadilike. Bwana asifiwe sana. So naomba, alafu mstari wa 3 anasema hivi kwenye ile Petro wa kwanza 2, anasema kwa kuwa mmeonja. Soma hapo. Petro sura ya Petro kwanza 2:3 inasema ikiwa mmeonja. Ikiwa mmeonja. Kiingereza nasema if. Maana hiyo haina negotiation, si ndio? Kama mmeonja, if you have tasted. Hajasema kama mmesikia. Mtumishi, kama mmeonja. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Imeisha hivyo? Kama kuna kitu umeacha, sawa, tuendelee. Kama umeonja, haujasikia. Unafahamu asali? Unaifahamu? Nikikwambia unaifahamu asali na nikakupa ukaonja asali,
unaweza ukaielezea asali kama ulivyosikia au kama ulivyoionja? Utaelezea vipi kwa ufasaha? Ulivyoonja, si ndio? Utamu wake kabisa. Anasema utamu. Utamu wa asali. Sasa nasema ikiwa mmeonja, hautakuwa kiroho unless you have tasted. Umepata uhalisia wa Mungu. Ndicho hichi ambacho mchungaji wenu anataka ufike hapo. Kila mtu aonje. Sio umsikie akiwa anahubiri. Eti baba nataka tu asikie ukiwa unahubiri. Kila mtu amuonje Kristo. Alafu aone alivyo mwema. Ngoja ukionja asali unaishia kuonja mara moja. Uwe thubutu yako. Si ndio? Naomba tena kidogo. Juzi niwapelekea watoto wangu ice cream. Sasa nilikuwa na vikopo viwili. Nikawapa kimoja, wakala. Nikamwambia leta. Mtakula kesho. Mmoja akaniambia baba kidogo tu. Kidogo tu. Nikampa. Akala. Kesho asubuhi kaja kanigongea, baba sasa leo ndo ulisema leo tunakula ice cream. Unaona? Nikamwambia baadaye. Sawa. Baadaye imefika akanifuata. Baba ulisema baadaye. Nikachomoa ile iliyobaki ile ndogo, wakala wakamaliza. Kesho yake nikaenda kazini. Nimerudi kumbe amevunja ile kopo. Wakala tena. Sasa imebaki kidogo, nikasema sasa mnyesi mlikula hii ya kwangu. Asema baba nipe tu kidogo. Kwa nini? Alionja. Ukionja uzuri wa Mungu, hautakaa kuacha. Hautakaa kuacha. Ndio maana nasema ikiwa mmeonja ya kuwa Bwana ni mwema, you will never stop it. Hautaishi kuchoka, utatamani tena. Hebu kumbuka ulipojazwa Roho Mtakatifu. The day you were filled with the Holy Spirit. Uliomba ukanena ukajisikia furaha. Uliacha kuomba. Kila wakati unatamani uende kaombe tena. Uende kaombe tena. Uende kaombe tena. Sasa hizi tumeacha, maana yake hatuonji ila tunakimbia. Tunasikia tu, alafu tunakuwa excited, alafu hatufanyii kazi, kwa sababu ukichasikia utasikia kingine kitaondoa kile ulichosikia. Lakini if you test, ile radha itabaki, itaendelea kukuita. Mbona kama kuna kitu nakihitaji? Kuna kitu nakihitaji. Kuna kitu nakihitaji. Ili tukue wokovu, tukulie kiroho, lazima tumuonje. Onjeni ya kuwa Bwana ni mwema. Onje, asante mama nipe gwala. Onjeni muone ya kwamba Bwana ni mwema. Yaani onja. Hautajua kama Mungu ni mwema kama hujaonja. Hautajua kama Mungu anafanya kama haujaona anavyofanya. The more you draw close to him, ndivyo unavyoanza kuonja alivyo mwema. Ndivyo unavyoanza kuona ngoja nimsogelee tena. Na ndivyo anavyoanza kujifunua tena. Na ndivyo anavyoanza kusema na wewe tena. Na ndivyo unavyoanza kubadilishwa tena. Unakuwa sio yule mtu wa kawaida, unakuwa mtu wa kiroho. Unaanza kumsikia Roho Mtakatifu anakusemesha na wewe unafanya. Alafu unaonja tena. Alafu unaonja tena. Alafu unaonja tena. Baadaye unakuwa kiroho na kufika kwenye kimo cha utimilifu wa Kristo aliye hai. Haleluya. Usizoelee maisha ya kawaida. Usiridhike na hali ulionayo. Anasema ikiwa mumeonja. Anasema tamanini maziwa. Tamani kwamba hivi mbona niko hivi kiroho? No, I'm not supposed to be like this. No. Siwezi kuwa naomba hivi. Siwezi kuwa nasoma neno hivi. Siwezi kuwa naenda kanisani kama mtu ambaye analazimishwa mpaka fuatiliwe. It's because hujaonja. Aliyeonja hakuna nafasi ya mchungaji kumfuata. Hakuna cha mashemasi kumfuata. Hakuna cha kusema mchungaji alinisema vibaya, kwa hiyo hapa kanisani hapafai. It is because hauja test. Siku moja niliwaambia watu wangu, nikamwambia hakuna mtu anayeweza kunikwaza. Yaani ndio maisha nayoishi sasa hivi. Hakuna mtu anaweza kanikwaza. Naisha hayo maisha. Nilipotangaza hivyo ofisini, siku kama 4 akaja mtu ana na ghadhabu. Nikamwangalia. Akasema
Akasema, akaniambia, haya sema sasa. Yaani na mtu anakuambia haya sema sasa, ujue useme nini. Nikamwangalia, nikasema niseme nini? Akasema sema. Ana ghadhabu hapa. Nimekaa hapo, mwenzangu amekaa pale, nasikia. Baadaye akaongea, nikamwambia bwana 1 2 3. Akaongea mambo yake mazito. Kaambia sawa, inakuaje? Akasema mimi nataka hivi. Akasema asante. Alafu moyoni nikasema I've said, hakuna mtu wa kunikwaza. Umenielewa hapo? Kwa sababu nimeonja. Yaani nakwambia ndugu, nimeonja. No matter what, nimeonja. Wewe njoo unavyotaka. Wewe vuruga unavyovuruga, nimeonja. Onjeni muone ya kwa Bwana ni mwema. Mtu anayeonja haletewi kwamba onja. Mtu anayetaka kuonja anaenda kuchukua, anafanya jitihada ya kutaka, hebu nipe, naomba, na mimi naomba, na mimi nipe nionje, nione ilivyo tamu, nasikia tu, hebu nipe. Maana yake kiroho tafuta ili uonje, na Bwana si mnyimi, atakuonjesha. Utakapoonja, you will never stop it. Stand up. Hayo ndio maisha ya wokovu tunapaswa kukulia. Simama kwa miguu yako. Maisha ya wokovu sio ya kuridhika. Si ya kuridhika mpaka Yesu anarudi. Unataka na unataka. Unataka na unataka. Unataka na unataka. Akikupa asipokupa unataka tena. Akikupa asipokupa unataka tena. Luka 18 asimulia habari ya yule mwanamke alikuwa anamwendea kadhi kila siku. Anamwambia nipe haki yangu. Nipe haki yangu. Jamaa anasema sitaki. Lakini alivyoendelea akasema kwa vile ananisumbua nitampa. Na wewe taka. Na wewe taka. Na wewe taka. Mwambie Mungu ninataka. I want to taste you. Baba. B. Wewe taka. Hallelujah. Nataka tumwambie Mungu sina mwingine